lakini uwezo wenu nimeuona, kwa sababu mashine nyingi zaidi ya 60% nadhani kama sikosei, mmeshaenda mbali katika kuzalizalisha ile mitambo kwa kadri nilivyoikagua na kuiona. Kwa hiyo ni jambo kubwa kwamba Tanzania sasa tunaweza kutengeneza mtambo unaoweza kuzalisha sukari kuanzia mwanzo mpaka mwisho bila kutegemea wenzetu kutoka nje, bila kutegemea teknolojia ya nje. Kwa hiyo ni jambo kubwa. Mmeweza pia kutengeneza milango mbalimbali ya maeneo ya X-ray ambayo mmenieleza, lakini pia nipongeze na nisisitize jitihada ya kutengeneza wheelchairs, vifaa saidizi kwa watu wenye ulemavu. Ni mchango mkubwa na ni sadaka kubwa TEMDO mtaifanya ikiwa tutaweza, kama mlivyoweza kutengeneza vitanda vya wakina mama kujifungua, kama mlivyoweza kutengeneza vitanda kwa ajili ya wagonjwa, kama mlivyoweza kutengeneza vitanda kwa ajili ya majokofu kwa ajili ya wenzetu waliotangulia mbele ya haki. Vivyo hivyo teknolojia ya vifaa tiba na vifaa saidizi kiwe kipaumbele katika kuhakikisha tunalisaidia taifa. Leo unavyozungumza gongo moja tu la kawaida sana ambalo ukiliangalia hata uwezi kuiona ile thamani, lakini zaidi ya shilingi 100,000 na kitu. Kafimbo kale kamoja, kama mtu tu ameumia mguu achechemee kidogo kuegemea ile fimbo wanaita clutch, magongo, sio moja tu 100,000 na kitu. Lakini ukiangalia material na nini, ni kitu ambacho kinawezekana. Na hapa Tanzania walishawahi kutangulia watu wakatengeneza maseremala ya mbao ambao ni mazuri tu kabisa kuliko hata yale ya chuma ambayo yanateleza. Mimi mwenzenu nishaipata experience ya kutumia hiyo katika kipindi fulani, niliumia kwenye michezo football. Lakini ya magongo yale ukiangalia uimara na ubora, ile ambayo ilikuwa nzuri zaidi kuliko hata yale ya chuma ambayo tunayatoa nje na ni ya gharama gari kuliko. Kwa sasa vitu kama hivyo vingeweza kutengenezwa hapa nchini tu na inawezekana. Wheelchair kwa sasa ya thamani ndogo sana na ambayo ni functional inaweza kumsaidia mtu ni 700,000 na kitu. Lakini mmeniambia kitanda kimoja pale kitanda cha kawaida ni 700,000. Labda inategemea na vitu ambavyo vinaweza vikawekwa. Kwa lazima pia wakati tunafanya kazi ya kuangalia biashara na maendeleo ya viwanda tuangalie pia humanitarian services. Dr. Samia Suluhu Hassan, TEMDO tumejipanga kuhakikisha kwamba ajenda ya Tanzania ya viwanda inaanzia hapa TEMDO. Swala la kupunguza importation ya machineries na baadhi ya bidhaa za viwandani, sisi TEMDO tutoe mchango mkubwa sana kwa serikali. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba kuwasilisha. Lakini vijana wafanyakazi wa TEMDO kama ulivyozungumza au kijana mwenzetu alivyozungumza, ni kweli tumeweza kujionea maeneo mengi ambayo TEMDO wamefanya kazi kubwa ya usanifu wa mitambo. Tumeona kuna mitambo mbalimbali hapo ya kuchoronga madini mbalimbali, madini ya ujenzi, madini halisi, lakini pia utengenezaji wa vipuli. Tumeona maeneo ya mashine zilizotengenezwa kwa ajili ya kuchakata na kubangua korosho, kubangua alizeti na mazao mengine mengi. Lakini vivyo hivyo kuna mashine ambayo inavunja plastiki ambazo hazitumiki tena mitaani, kuzirudisha kwenda kuwa recycled, kutengeneza vitu vingine ambavyo kwanza ni kuokoa mazingira, lakini pia inaongeza ule mnyororo wa thamani na kuongeza ajira. Tumeona kuna mashine maalum za kukata size mbalimbali za plates, lakini pia vipuri. Tumeona utengenezaji wa mpaka majokofu, tumeona vitanda vya hospitali na mahitaji ya kimitambo mingine yote. Tumeona ni kazi kubwa ambayo inafanywa na TEMDO. Sasa mimi nizidi tu kusema rai yangu kwenu kama vijana, tuendelee kutumia vizuri rasilimali hizi ambazo zimewekezwa na nchi yetu. Tutumie vizuri fursa tulizoaminiwa za ajira, na serikali itaendelea kuhakikisha kwamba inatanua wigo wa fursa za ajira, mitaji. Kama hapo umesema vizuri kwamba umeweza kujifunza teknolojia
mpya na hata ya zamani pia, lakini umeongeza maarifa na ujuzi. Utautumia hapa, utautumia nje ya hapa. Umehamasisha vijana wenzio pia kujiunga ili kuweza kufanya kazi hii, wawe na ujuzi na ububefu kwenye masuala ya teknolojia na ufundi. Vivyo hivyo upande wa serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan tumeweka mipango hiyo kwenye ilani, tumeweka mipango hiyo kwenye dira ya maendeleo ya mwaka 2000 na mpaka 2050 ili kuweza kuhakikisha kwamba tunatengeneza ujumuishi wa makundi yote ya vijana, watu wazima, umri wa kati, hata wazee, kwa kila mmoja kwenye eneo lake. Sera inaeleza itampelekea fursa, ziwe za ajira, ziwe za kazi, fursa za kujitegemea, fursa za kupata fedha za kiuchumi, fursa za kukopesheka, maeneo maalum ya kufanya kazi na biashara. Ndio mkakati wa serikali ambao tunaendelea kuufanya, na mimi leo nimetembelea hapa ni kujiridhisha kwanza kuona zingatio la fursa za ajira lipo kwa vijana. Nimeona kote tulikozunguka wenye ajira ni vijana. Uongo kweli? Si ndio? Umewaona?